Karibu tena na shukran kwa kuendelea kusalia nami. Naam, utata umeibuka kuhusu usahihi wa ripoti ya ukaguzi wa shule iliyotolewa hivi karibuni, kwani wanafunzi 550,000 bado hawajakaguliwa. Wizara ya Elimu ilitegemea rekodi za kidijitali bila kufanya hesabu halisi ya wanafunzi kwenye madarasa, jambo linaloongeza wasiwasi kuhusu idadi kamili na sahihi ya wanafunzi. Hali hii inatilia shaka kuhusu kiwango cha mgao wa shule, ikizingatiwa kwamba idadi ya wanafunzi kwenye ripoti hiyo haiendani na takwimu za Baraza la Mitihani nchini NEC. Ann Musungu na taarifa hii. Yameibuka kuhusu ripoti iliyotolewa wiki iliyopita na Waziri wa Elimu Migos Ogamba. Ripoti hiyo ilibaini wanafunzi hewa 87,000 na zaidi ya wanafunzi nusu milioni ambao rekodi zao bado hazijathibitishwa, ikionyesha tatizo kubwa la uhalisi wa data za shule. If resources are determined to have been misappropriated based on the enhanced numbers or the over-enrollment, criminal liability will follow. That's why we are submitting this report. Takwimu za hivi karibuni zinaonyesha pengo kubwa kati ya wanafunzi waliothibitishwa na wale waliosajiliwa kwa mtihani chini ya Baraza la Mtihani nchini NEC. Rekodi zinaonyesha mamilioni ya wanafunzi kati ya gredi ya 3 hadi ile ya 9 katika shule za umma, idadi kubwa zaidi kuliko ile iliyothibitishwa. NEC inaripoti wanafunzi milioni 3.2 katika shule za sekondari ya msingi, idadi kubwa kuliko ile ya ukaguzi. Ukaguzi wa wiki iliyopita ilithibitisha kuwa wanafunzi milioni 2.9 wa sekondari msingi ndio tu waliothibitishwa, kumaanisha wanafunzi 256,433 kutoka rekodi za NEC hawakuwepo licha ya kushiriki mtihani ya kitaifa. Katika shule za msingi za umma, wanafunzi milioni 4.8 walithibitishwa, huku rekodi za NEC zikionyesha wanafunzi milioni 4 katika gredi ya 3 hadi ya 6. Gredi ya kwanza hadi ya pili hazikujumuishwa kwenye data za NEC. Pengo la jumla la wanafunzi 721,765 linaibua maswali kuhusu usajili uliopotea na kwa nini idadi za NEC inazidi ile iliyothibitishwa. Kuna utata pia kuhusu kutofanana kwa vipindi vya data. Wizara ilitumia data ya Januari mwaka 2025 kwa shule za msingi, lakini data ya Mei mwaka 2025 kwa shule za sekondari. Data ya Mei inaonyesha kuwa wanafunzi 87,000 zaidi wa sekondari kuliko Januari, ongezeko la 4%. Imebainika rekodi zisizo kamili za NEMIS zilihesabiwa na kuongeza idadi. Kwa miaka mingi, madai ya wanafunzi hewa na shule zisizo halisi kupokea fedha za umma yamekuwa yakizungumziwa. Ukaguzi huu ulitarajiwa kufichua ukweli mzima, lakini kutokufanana kwa baadhi ya takwimu sasa kunaibua shaka kuhusu uhasisi na uhalali wa ripoti hiyo. Ann Musungu, KTN, Nairobi.